Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Rafiki yangu mpenzi wangu, vipi hali? Unaendeleaje? Na vipi kuhusu harakati hizi za Ramadhani? Je, umeamua kuchukua majukumu gani katika hizi siku zilizobaki? Je, umeamua kumrudia Mola wako utafute sababu kwa wingi, au bado moyo wako umepigwa pande, umekuwa mgumu kama jiwe, hutaki kubadilika? Umeishi maisha haya ya mazoea toka ulipozaliwa mpaka hivi sasa, bado unaishi maisha ya mazoea. Je, hujachoka? Hutaki mabadiliko katika maisha yako? Leo ujumbe wangu unaopeleka moja kwa moja kwako wewe rafiki yangu, wa kiume au wa kike, wote ujumbe wa leo utawafaa katika harakati hizi za Ramadhani. Namwomba Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake atukubalie na atupokelee funga zetu, na atujalie miongoni mwetu wote tuwe katika pepo yake tukufu, amin. Naam, rafiki yangu mpenzi wangu, katika mfululizo wa mada zetu hizi za Ramadhani, leo nakuletea makala inayozungumzia kuhusu historia ya mke wa Firauni, yani Bibi Asia. Naam. Bibi Asia alipata bahati yeye ya kutabiriwa pepo ingali yupo duniani. Aliishi na Firauni ambaye alikuwa mtawala wa Misri. Mtawala huyu alikuwa mwovu sana, akimshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe wengine, akimshirikisha Mwenyezi Mungu na masanamu, pamoja na kumiliki kikundi cha washauri ambao wengi wao walikuwa wachawi. Firauni ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani, akamweka aje kuwa thibitisho kwa zama zetu kwamba watu waliomwasi Mwenyezi Mungu mwisho wao na kuaga vipi. Na Firauni yeye alifikia hatua ya kugombana na nabii wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Nabiullahi Musa. Akagombana naye na kutaka kumtia katika matatizo yeye Nabiullahi Musa kwa kumfanyia vitimbwi vya hapa na pale, ingalikuwa yeye Nabiullahi Musa alikuwa katika nyumba ya Firauni na alilelewa katika nyumba ya Firauni katika mikono ya Bibi Asia, Mwenyezi Mungu awe na radhi juu yake. Firauni alifanya vituko vingi sana kwa Waislamu, ikiwemo kuua na kuwachinja Waislamu na kuwashurutisha watu, kuwalazimisha watu waamini masanamu na waamini katika uchawi na mambo yasiyofaa. Lakini Mwenyezi Mungu alimtumia dalili Firauni na kumtuma Musa aende kwa Firauni, akamwambia Musa, ongea na Firauni, mwambie haya anayofanya anapita mipaka, na mimi namkaribisha katika heri, aniamini mimi na kuamini wewe Musa kama mtume wangu nilimtuma kwake. Firauni, mbali na kuwa yeye alikuwa kinyume na Mwenyezi Mungu, lakini alikuwa mkatili sana. Alikuwa miongoni mwa wanaume makatili katika nyumba zao. Mke wake aliteseka sana katika mikono ya Firauni, lakini pia alinyanyaswa katika mikono ya Firauni. Lakini pia Firauni alivyojua kwamba Bibi Asia ameamua kumwamini Mola wa Musa ambaye ndio Mola wetu sisi, aliahidi kwamba atamkatakata vipande vipande na kumwadhibu. Lakini Bibi Asia hakurudi nyuma katika imani yake, alisalia katika nyumba yake akitii kama mke katika nyumba yake, na akafanya kazi yake kama mke wa mtu mpaka nyakati zake za mwisho za uhai wake. Dada zangu, mnajifunza nini kutoka kwa Asia? Kwamba unaweza ukaolewa na mwanaume mwovu, unaweza ukaishi na mume mwovu, lakini hii haikutoi wewe katika rehema ya Mwenyezi Mungu, haikutoi wewe katika wajibu wako kama muumini kuswali kwa wakati, kufunga funga zinazotakiwa, hata kama mume wako ni mwovu, hata kama mume wako hakushukuru kwa kumpikia iftari, hata kama mume wako hata kununulia abaya. Ni jukumu lako kufunga, kuswali, kumhudumikia kama mume, kupika iftari kwa ajili ya familia yako, kusimamia watoto wako kwa ajili ya tabia zao, malezi yao na funga zao, lakini mwisho wa siku kumwamini na kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mtu atahesabiwa sawa na amali yake, na huwezi kusema sijasali mimi kwa sababu mume wangu hajaninunulia kanga, sijafunga mimi kwa sababu mume wangu hajanishukuru. Fanya wajibu wako sawa na maelekezo katika dini, kisha mtu mwovu mwache na uovu wake. Mwenyezi Mungu atakuletea salama yako hapo hapo ulipo, na ikija msaada na ushindi kutoka kwa Mola wako, atachagua hata kama mume wako ni mwovu namna gani, salama yako ikifika imefika. Bibi Asia akiwa katika nyumba ya manyanyaso, nyumba ya mateso, aliteremshiwa na
alitabiriwa na alibashiriwa pepo yake akiwa kwenye nyumba ya manyanyaso. Wewe ni nani dadangu, mpaka ukate tamaa kufanya ibada, mpaka ukate tamaa juu ya rehema za Mwenyezi Mungu, useme Mola wangu mimi labda hanioni, Mola wangu mimi labda amenisahau, ushindwe kumwabudu Mola wako kwa hofu kwamba mimi nimekosewa sana na mume wangu, kwa wacha niwe mwovu. Timiza wajibu wako katika ndoa yako, katika dini yako, lakini mwisho wa siku tegemea radhi za Mwenyezi Mungu popote pale ulipo, kwa sababu hata kwenye mashimo wanatoka washindi. Rafiki yangu, dadangu, usikate tamaa. Hata kama mume ni mwovu, timiza wajibu wako wa ndoa, kisha umwombe Mwenyezi Mungu akupe subra. Rafiki yangu, mpenzi wangu, ikiwa mume huyu hakudhuru, hakujeruhi, hakupigi, hakufanyii makosa yoyote ya kimwili au ya kihisia, yeye anafanya vituko vyake tu peke yake na haikudhuru kwa hivi vituko anavyofanya, mimi nakuhusia rafiki yangu, stahimilia na umwombe Mwenyezi Mungu. Timiza wajibu wako kama mwanamke, kama mke katika ndoa, kisha mshukuru Mwenyezi Mungu na mwambie Mwenyezi Mungu, nasubiria ishara ya ushindi kutoka kwako, nasubiria Mola wangu nibashirie amani katika maisha yangu, nasubiria Mola wangu kanipe pumziko la milele, kwa sababu rafiki yangu, hata iweje hii dunia hatutokaa milele, kuna siku tu tutaondoka, na sisi sote tuko safarini, kila mtu asubiria jina lake liitwe aende akapande chombo cha usafiri cha mauti. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu ametupitisha hapa duniani kama safari, ina maana wewe saa yote unaondoka zako, na makao ya kudumu rafiki yangu ni kwa Mola wetu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Basi tukiwa tusubiria siku yetu ya kuitwa kwenda kupanda gari la mauti, tustabilie na tusubiri ikiwa tuko kama waumini, na tumwombe Mwenyezi Mungu awasamehe wanaotuudhi, wanaotuumiza, wanaotukera, wanaotunyanyasa, waliotudhulumu, walioamua kutugeuka baada ya sisi kujitoa muhanga kwao, na walioamua kusema sisi ni wakazi gani wakaendelea kufanya zinaa nje ya milango yetu hii ya ndoa. Tutumikie ndoa, dada zangu, kana kwamba ni ibada, kwa sababu kweli ni ibada, na tuitumikie ndoa kama vile ndio tiketi yetu pekee ya kwenda peponi kuonana na Mola wetu mtukufu. Na Mola wetu ametuahidi salama salimini katika pepo. Hatutokaa tuwaze wala hatutokaa tulie, hatutokaa tufikirie wala maumivu ya dunia yote tutasahau, na mwisho wake tutaishi katika maeneo mazuri yenye mito inayotiririka maziwa ndani yake, na hatutotaka kitu isipokuwa tutapata, na hatutoogopa wala hatutokuwa na wasiwasi. Basi rafiki zangu, tufanyeni ibada tukiwa na matarajio kwamba ahera yetu ni bora kuliko dunia ambayo tunapita. Nawapenda sana dada zangu, rafiki zangu, na nawatakieni kila laheri, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wanawake wa peponi inshallah kwa huruma zake.